Tema geral, Gênesis, o princípio. Karibuni tena katika Mensagem utangazaji 29. mwingine kutoka kwa taasisi ya Deus uzima kwa anuncia wote. a Abraão Mada a kuu, destruição de mwanzoni. Sodoma e Gomorra. Ujumbe wa 29. Gênesis 18, Mungu anatangaza kwa Abrahamu até uharibifu wa Sodoma na Gomora. nós estamos Tunasoma Biblia kutoka kwa Mwanzo no estado de São Paulo. 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 33. Esse momento Tuko para nós katika iniciarmos essa sehemu microrregião, ya essa região. San Carlos, Graças ao Senhor, katika eneo ama maeneo ya Sao Paulo, e na wandugu walichukua nafasi hii ili tuweze kunufaisha wandugu wa eneo esse hili, salão não ili cabe mais do que wandugu ambao walikuwa na kiu ya neno, mas graças ao Senhor na ilibidi wapunguze watu ambao wamejiandikisha, é muito saudável e kwa sababu mahali hapa hapana nafasi ya watu ambao walikuwa wamejiandikisha. Lakini nafurahia kwa sababu ya mazingira ambayo watu wanatafuta neno, kwa sababu ni afya nzuri, sababu kila wakati Mungu anataka kunena na watu wake. Na niliambia wandugu kwamba kabla hatujafika mahali hapa, makanisa ya Sao Paulo yalikuwa makanisa ya kwanza ambayo Bwana aliinua na yanafanya sehemu kubwa ama sehemu ambayo iko na nguvu ya kufanya katika maeneo ya dunia nzima. Kwa hivyo tunafurahia kwa wakati mfupi Bwana ameyaokoa ama ameyakomboa makanisa katika eneo hili la Sao Paulo, na tunaona kwa ukweli baraka za Mwenyezi Mungu katika makanisa yote ambayo katika eneo hili. Kwa hivyo wakati Bwana anatubariki, wakati Mungu anakomboa makanisa ambayo alikuwa hayana nguvu na ambayo hayakuwa na uzima ya kuonyesha kwa watu, tunafurahia kile Mungu anazidi kufanya, mambo ambayo yanazidi kubadilishwa katika mahitaji yetu, katika kuongoza wa mishonari na wale wanaongoza katika utendakazi. Tunahitaji watendakazi wengi, kwa sababu watendakazi wako tayari kwa kuvuna. Na wakati Yesu aliambia wanafunzi kwamba Baba ako tayari kuvuna, kwa sababu mavuno yako tayari, lakini watendakazi ni wachache. Kwa hivyo katika safari yangu Paraguay na Argentina na Manaus na juzi nikiwa hapa Rio de Janeiro, na sehemu zote ambazo tumepitia, ilikuwa ni kwa sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu. Na Mungu alitubariki kupitia makanisa haya, kupitia neno ambalo wamepokea, na walipokea neno kwa imani. Kanisa linafanya kazi kwa miujiza, na kanisa linapokea baraka nyingi, na mambo mengi yamefanyika. Mengi anaendelea kutubariki na kutukomboa, na mambo mapya yanazidi yakionekana, na tunahitaji watendakazi wengi kutoka Paraguay hadi Argentina. Sehemu zote ambazo tumeenda wanahitaji watendakazi wengi ambao ni watendakazi wazuri, wa makopota ambao wanaweza fanya kazi katika sehemu hizo. Kwa mfano, katika eneo la Sao Paulo hili kubwa, wakati tulikomboa makanisa katika eneo la Paulista, kwa haraka kulitokea mfululizo, kulitokea hitaji la nyumba ya wakopota, na tunafurahia kwamba
Nafurahia Bwana alituwezesha kupata nyumba ya kukodisha, na si tu nyumba peke yake ya makopota. Tulipata watenda kazi ambao ni makopota ambao wamekomboa Gorilio na wanatayarisha mahali iwe sehemu ya nyumba ya makopota, na tunahitaji makopota wengi mahali pale. Kila mahali tunapoenda tunakomboa, tunahitaji watenda kazi. Kwa hivyo wale wanaofanya kazi Covesco, Sao Paulo na sehemu hizi zingine, Sorocaba, Rio Preto, Rodencia na hizo sehemu zingine, Rotuba, tuko na sehemu zingine mahali hapa. Tunahitaji watenda kazi, lakini kutoka Paraguay, Argentina, baada ya leo, Bwana ametuonyesha lazima tubadilike ama tubadilishe tamaduni zetu. Lazima tuwe na watenda kazi wengi. Tunahitaji watu ambao watatumika. Na asubuhi ya leo nafurahia Bwana, tunafaa kubadilisha tamaduni zetu. Si tu mara moja ya kuinua tu watenda kazi. Tunataka kufanya hiki kwa kila wakati. Kuna watu wengi ambao wanatamani kuwa mapishonari, lakini bado hawajapata sehemu ambayo wanaweza imarishwa. Na tunafurahia Bwana, tuko na sehemu mahali hapa ambapo tuko na pahali ambapo watu wanaweza kamilishwa, na tuko na neno ambalo linatuonyesha njia, na tuko na njia, sisi hatujapotea. Tuko na wamishonari, tuko na watu ambao wako katika sehemu mbalimbali kama Asia. Tunafurahia Bwana. Walinitumia kopota mmoja kutoka huko ambaye anaenda na aliweza kupitisha vitabu 50 kule Japani. Ni kitu ambacho hakingewezekana, lakini Bwana anafanya miujiza. Kwa hivyo tuko na wakopota Korea, wengine wako Afrika na wengine Europa na wengine Amerika, wengine Oceania, wengine wako Puerto Rico, Amerika ya Kati, eneo lote la Amerika ya Kusini. Tuko na kila mahali. Kwa hivyo tunafaa kubadilisha tamaduni zetu. Kwa wale ambao tunapata kuongea nao, katika kuwaonyesha hata katika mitandao yetu, tuko na video. Lazima waone kwamba tunafanya kazi ambayo ni ya muhimu na ambayo iko na mwelekeo, na utabadilisha maisha ya watu hao. Kwa hivyo kila siku lazima tuwe na tamaduni mpya, na lazima uandike chini anwani za hao watu na upatie ndugu ambaye anaongoza maeneo yetu. Lazima tufanye kazi na majina hayo. Tunahitaji watenda kazi wengi, si kama wale hapa tu Sao Paulo. Hata tukiangalia tu hapa Sao Paulo, tunahitaji zaidi ya watu 150. Wengine 50 watakuwa baada ya hii Disemba na wataanza Januari, na 50 wengine wataanza Julai, na wengine 50 wataanza. Kwa hivyo kutakuwa na miula mitatu ili tuweze kupata 150 hapa tu Sao Paulo, na bado sijataja sehemu hizo zingine katika mabara mengine. Kwa hivyo tuendelee kupokea mzigo huu na tuweke nguvu
mzigo huu ili tuweze kufuata watendakazi wengi ambao watafanya kazi katika shamba hili la Bwana. Kwa hivyo Bwana amezidi kutubariki hapa katika eneo la Sao Paulo kutoka mwaka wa 24 wakati Mungu aliongea na Abrahamu, inua macho. Wakati walijitenga na Loti, Bwana kumwambia aendelee tu kukaa katika ahadi, si kukaa tu akiwa ametulia. Mara nyingi Mungu aliahidi Abrahamu shamba na kwa uzao wake, shamba na uzao. Hiyo wakati ilikuwa ni ahadi tu, na ilihitaji tu Abrahamu kutulia na kungoja. Lakini Loti alipotengwa na Abrahamu, Abrahamu alianza kutumika. Alianza kuinua macho, si kuangalia tu shida zako ama kuangalia familia yako, kuangalia mambo ya familia na mambo zako mwenyewe. Lazima tuinue macho pahali ambapo macho yanafika, na Bwana atatupatia kama urithi. Kwa hivyo tunahitaji kuongeza nguvu zetu na uweza wetu kwa kuinua macho na kuangalia mbali, kwa sababu Bwana anataka kutupatia dunia nzima, na lazima tuwe mmoja na yeye, kwa sababu mahali macho yetu inafika ndio pahali Mungu ametupatia. Kwa hivyo lazima tufanye kazi ambayo Bwana ametupatia. Kwa hivyo anatuambia tuinue macho. Mahali macho itafika ndio tutapatiwa. Mahali ambapo unaona ndio utaona. Umeona michezo, mahali ambapo wanatuweka, wanakurusha pale ambapo kuna pesa zinawekwa juu yako, na watu wanakuwa wanatamani kushika pesa mingi. Kwa hivyo Bwana ametupatia nafasi ya kupata shamba kubwa, na italingana jinsi unavyotazama. Unapotazama, Mungu atakupatia. Na sio hiyo peke yake. Na lazima tuinuke kutoka kwa viti vyetu, kutoka kwa nyumba zetu. Lazima tuinuke na tutembee kama shamba, na Bwana atatupatia. Kwa hivyo kutoka mwaka wa 24 mpaka sasa, Mungu anazidi kutubariki na ametubariki zaidi. Na katika hiyo mji huu wa Sao Paulo, kutoka mwaka wa 24, nataka utafakari. Tulianza kwa kununua shamba la GPC, na miezi mitatu iliyopita, ama mwaka na miezi mitatu, Bwana alitupatia shamba, na Bwana akatupatia wandugu ambao waliangalia juu, wakatazama juu, na wakajitoa kutoka kwa kupenda sana pesa, na wakatafuta pesa za kununua sehemu hiyo, na tukaanza kutengeneza na kufanya marekebisho mahali hapo. Kulikuwa na pale ambapo maji ilikuwa inavuja, tukaanza kutengeneza sehemu ya kukula, ya kupika. Tukatengeneza mahali pa kulala na nyumba karibu hapo, nyumba nzuri, na ni pahali ambapo ni pazuri, ambapo ni pahali katikati wa mji. Iko katikati ya njia, ni katikati ya barabara ambazo zinapitana. Kwa hivyo Bwana alitupatia mahali pazuri, na mambo haya yote ni kupitia kwa mwaka moja na miezi mitatu, na sijataja
Vijana ambao ni mashujaa wa Daudi wako wapi? Wanakuwa na furaha. Hawa vijana wa Daudi, tuko na TCS na tuko na vijana mashujaa wa Daudi ambao wanatusaidia katika kushikanisha kazi ya Bwana, na mambo yanafanyika. Watu wanaenda wakikomboa hapa, wakikomboa kanisa pale. Kwa hivyo tunafurahia Bwana anazidi kututengeneza sisi. Wakati tunaamini neno la Mwenyezi Mungu, Roho anazidi kufanya miujiza na kazi ya Bwana inazidi kupanuka. Kwa hivyo tunaendelea kuona mambo yakifanyika katika mji huo wa Sao Paulo. Na neno hili linaenda dunia nzima. Na baraka hizi ambazo tunapokea, kwa hivyo hakutakuwa na kimya ambayo yataturudisha nyuma. Lazima tufuate mfano ili tuwe baraka kwa Bwana Yesu na tuwe kwa nchi zote. Na wale ambao ni Kingdom Investors katika mji huu wana karibu sehemu 1,000 na wengi wanalipa pesa hizo kwa wakati unaofaa, na wanatupatia nguvu ya kusonga mbele. Na tunahitaji wafanyikazi wengi, na tunapokuwa na watendakazi wengi ndio tunahitaji pesa mingi. Kwa hivyo tunahitaji pesa. Kwa hivyo hii eneo lazima wakuwe waaminifu tunapoongea kuhusu ya mambo ya pesa na watendakazi. Waje tufanye mambo haya yote kwa sababu ya kazi ya Bwana kwa sehemu zote za dunia. Kwa hivyo lazima tufanye kazi kwa pamoja ndio Bwana aweze kufanya kazi dunia nzima. Kwa hivyo sasa wacha tuingie katika ujumbe wa leo. Wacha tuingie katika ujumbe katika sura ya Mwanzo 18. Katika tunaangalia Mungu akitangazia Abrahamu uharibifu wa Sodom na Gomora. Ni kitu kikubwa. Kwa hivyo unaweza kuona hapo ukiwa hapa, si mambo mema, lakini wakati tangu Roho aendelee kutufunulia katika Mwanzo, watu wengi wanazidi kuona kwamba vitu kidogo. Sijui kama watu mnatazama yale tunaona, mambo ambayo ni ufunuo ya mambo madogo madogo. Wakati unaangalia mambo madogo madogo, inatuonyesha mambo makubwa. Mimi nilikuwa nasoma mambo haya, lakini sikuwa naona mambo yale naona sasa. Kwa hivyo nitakuwa naonyesha mambo haya, mambo madogo madogo ambayo tunafunuliwa, na Mungu anatuwezesha kutuonyesha makubwa ambayo anatufunulia. Kwa hivyo tuendelee. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua. Kwa hivyo mamilioni ya Mamre ilikuwa wapi? Wacha tuende katika sura ya 13. Unakumbuka pale Abrahamu wakati alikuwa pale, alikuwa na njaa, alienda Misri. Kuna kitu kibaya ambacho alikifanya. Alikuwa na moyo safi na Bwana akambariki na mali mingi na vitu mingi, na alipoenda Misri na alipotoka Misri katika sura ya 13, Abrahamu akapanda kutoka Misri na akaenda
na akaenda kusini na alikuwa tajiri sana na mifugo na fedha na kwa dhahabu, na akaelekea Betheli, mahali pale palipokuwako hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Na nadhani unaangalia picha ya mapu hiyo, kwa sababu tulioangalia hii mapu wakati Abrahamu alienda Harani, na alipokuwa anaenda Mesopotamia akapanda na kaskazini, na Mungu alipomuita akarudi nyuma, akarudi chini kuelekea Kanani, na akaingia katika sehemu ya Shekemu. Na Shekemi ilikuwa katikati ya milima miwili, Gerizim ambao ni mlima wa baraka, na Abal ambao ni mlima wa laana na kifo. Na akakuja chini zaidi kusini, akaingia Betheli na Ai katika mahali pa nyumba ya Bwana na karibu na pale wao ni kwa uharibifu. Kwa hivyo alipotoka Misri alienda Gethebi na akaenda kaskazini, na alipotoka pale akaweka hema yake kati ya Betheli na Ai. Ni kulingana na hii sehemu, si majina tu. Nataka kukuonyesha katika mstari wa 11 wa sura ya 13 sema, basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, akatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Kwa hivyo Abrahamu alibaki mahali pale, sehemu ambayo ilikuwa katikati ya Betheli na Ai. Na unakumbuka wakati Loti aliponyakuliwa ama alipotekwa, wakati wale wafalme 5 ambao walikuwa chini, walipokataa kuwa chini ya wale wafalme 4, na wale wafalme 4 wakakuja wakashinda wafalme 5, Loti alinyakuliwa akakuwa mateka, na Abrahamu alienda akamsaidia Lotu. Na Abrahamu alikuja na vijana wangapi? Vijana, mnakumbuka Abrahamu, unajua alibakisha watoto wangapi? Ni watoto, alikuja na wanaume 318 ambao walikuwa wanaweza, ambao walizaliwa kutoka kwa shamba hilo. Unajua nini ambao ni muhimu? Hawa 318 walizaliwa katika shamba hilo. Kwa hivyo walitengeneza jeshi ambao ni jeshi la Bwana. Kwa hivyo Bwana anategemea nyinyi ambao ni wanaume 318 ambao mmezaliwa katika shamba hilo. Kwa hivyo hakwenda tu na wale 318, alienda na wanaume wengine 3. Iko wapi? Katika sura ya 14 mstari wa 13. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre. Nataka mkumbuke hiyo. Mamre ni jina la mtu,
na walikuwa wameshirikiana na Abrahamu. Kwa hivyo Mamre ni binadamu na ni ndugu wa Eskoli na Aneri, walikuwa washiriki wa Abrahamu. Nataka kuwaonyesha hili jambo. Kwa hivyo Mamre alikuwa ni binadamu na akiwa na ndugu wawili ambao ni Eskoli na Aneri. Kwa hivyo Abrahamu aliishi pale. Na turudi katika sura ya 18. Mstari wa kwanza, ili tuweze kuelewa. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Kwa hivyo akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki. Kutoka mlangoni pa hema akainama mpaka chini, akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee iwapo umeinjia mtumwa wenu. Hii ni mambo ya kufurahisha, kwamba Abrahamu aliona wanaume watatu, na wanaume watatu kwa Kiebrania ni watu ambao wako na nyama, ambao wanaweza kufa. Wanaume watatu, mmoja alikuwa ni Mungu na wengine watatu walikuwa ni malaika. Kwa hivyo mstari wa 13 nataka kuwaonyesha. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema? Kwa hivyo mmoja wao alikuwa ni Bwana, kwa sababu inasema Bwana akamwambia Ibrahimu. Na mstari wa 14, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Kwa hivyo mmoja wa wale watatu alikuwa ni Bwana, na alikuwa na sura ya binadamu. Na hao wengine wawili walikuwa kina nani? Katika mstari wa 22, basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema. Kwa hivyo mmoja alikuwa ni Bwana ambaye alibaki na Abrahamu, na wale wengine wawili wakaenda Sodoma, na walikuwa malaika. Unaelewa? Kwa hivyo inawezekanaje Mungu aje kama binadamu? Tunajua kwa mara moja hakuna mtu ameshaimuona Mungu. Yohana 1:18, hakuna mtu ambaye amemuona Mungu. Yohana 1:18. Hapa tunaonyeshwa kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hivyo hakuna ambaye amemuona Mungu Baba isipokuwa mwana, na mwana ni kupitia kwa mwana ambaye
Baba aliweza kufunuliwa. Hakuna mtu amemwona Baba, hakuna binadamu angeweza kumwona, lakini mwana anamfunua Baba. Kwa hivyo Bwana ambaye tunamwona hapa ni Yesu Kristo. Katika Watimotheo, waraka wa Timotheo 6:16, Timotheo wa kwanza 6:16, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Hakuna ambaye amemuona ama anaweza muona. Kwa hivyo yule ambaye alitokea kwa Abrahamu alikuwa mwana Yesu. Kabla ya hapo, wacha tuende katika Yohana 1:14. Yohana 1:14 inasema nini? Naye neno alifanyika mwili. Na hapa ndo tunaona the Lord Bwana akifanyika mwili, na alishuka akajishusha kama binadamu, kama mwili wa binadamu, mwili ambao uko na uharibifu, lakini nje hatujamuona katika ndani. Kwa hivyo kabla hajafanyika binadamu, na wakati wa Abrahamu ilikuwa mbele sana kabla ya wakati huu. Kwa hivyo inamaanisha nini mambo haya? Hii inamaanisha, na sijui nitaeleza mambo haya vipi kwa sababu sina wakati, kwamba yale yote Kristo alipitia tangu akuwe binadamu, awe kama binadamu, pale kifo chake na ufufuo wake, Yesu. Si kama unaweza kumbuka Maria Magdalena alikuwa anataka kugusa Yesu, na Yesu akamwambia asimguse, kwa sababu bado hakuwa ameenda kwa Baba. Kwa hivyo Yesu alifufuka, alikuwa anapeanwa kama sadaka kwanza kwa Baba. Kwa hivyo Baba alikuwa na nafasi ya kwanza kuweza kufurahia sadaka ya Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima kwanza angepatianwa kwa Baba, kama vile tunaona katika Waibrania 9. Haya nataka kuongezea. Sitaki kuongea mambo haya, lakini naongezea. Katika sura ya 9 ya Waibrania mstari wa 14, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kuabudu Mungu aliye hai. Kwa hivyo Bwana alijipeana mwenyewe na akapaa juu na akajipeana kama sadaka, akajipeana kwa Baba, Mungu Baba,
kupitia Roho wa milele. Yale yote Kristo alifanya ili kujipeana kwa Baba kupitia kwa Roho wa milele. Kwa hivyo hii inamaanisha nini? Mnajua ni hii inamaanisha? Kwa nini Roho wa milele ni wa muhimu? Roho wa milele kama vile anavyotajwa katika Agano la Kale ilikuwa ni ya kubeba maagano ambalo Walawi hawangeweza kuligusa. Kwa hivyo tunaona ndio waweze kupita katika nyumba hile, walikuwa wameweka kulikuwa na njia ya kubeba maagano yale yakiwa katika chumba ambacho kilikuwa kimewekwa. Kwa hivyo hapa inasema hana mwanzo wala mwisho, inaonyeshwa ako na umilele. Roho wa milele pale Yesu anajipeana kama Roho wa milele, ni kwamba mambo yote ambayo alikomboa yaliwekwa pale katika umilele. Unaelewa? Wakati Yesu anafananishwa mahali pale katika kwamba Yesu alipofanyika binadamu iliwekwa katika umilele, inaweza fanyika, haifungwi na nyakati. Kwa hivyo Yesu ambaye alikuwa amefanyika binadamu alipojipeana na kwa Mungu kupitia umilele, inamaanisha kwamba anaweza fanyika wakati wowote. Ndio maana katika Ufunuo tunaona kwamba mwanakondoo ambaye alichinjwa kabla ya mwanzo, alichinjwa vipi? Katika mwaka wa 29 itasemekana, je, ni mwanzo wa dunia? Alipeanwa aje kabla ya mwanzo wa dunia? Kwa hivyo ni kulingana na Roho ambaye aliwekwa katika umilele. Kwa hivyo watu wale watatu ambao Abrahamu alipokea, mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu, nataka muamini kama mnaelewa, na iko katika Biblia. Nataka kuwa mwaminifu katika Biblia. Haya. Kwa hivyo inaonyesha wakati walikuja kutembelea Abrahamu, hiyo wakati ulikuwa ni wakati wa Abrahamu pamoja na bibi yake. Walikuwa wanajaribu kusaidia Mungu katika sura ya 17, ambapo Abrahamu alifanya maagano, ambapo Bwana alimwambia kwamba ni Mungu. Kwa hivyo Mungu hakuwa anahitaji kitu chochote kutoka kwake, kwa sababu alikuwa ni Mungu ambaye lazima atembee akiwa pamoja naye na akuwe mkamilifu. Nataka kukuonyesha zaidi wakati alifanya tohara katika sura ya 17 mstari wa 11.
mtatahiriwa nyama ya makovu yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mimi sikuelewa hili kwamba kuwa agano iwe ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Sikuelewa jambo hili, lakini nataka kuwaonyesha katika mstari wa 13, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Wakati walichinjwa, walikatwa, kwamba agano litakuwa katika mwili wake. Nashindwa kuelewa kuhusu agano hilo. Hili ni kutuonyesha ama kukumbusha Abrahamu kwamba asitumie nguvu zake, asijaribu kutumia nguvu zake. Na hiyo ni hali ya kila mmoja wetu, sababu tulipokea tohara kutoka kwa Yesu Kristo. Ili tusitumie nguvu zetu ili kumsaidia Mungu. Sijui kama mlisikia jana katika moja kwa moja kutoka kwa Park, Bwana hahitaji msaada wako ama wangu, lakini ilielezea vizuri. Si ati hataki msaada wetu. Katika Wagalatia 2:20 tunaona, katika Wagalatia inaeleza kuhusu mimi nimesulubishwa na Kristo, na nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Bwana wa Mungu. Kwa hivyo uhai ambao niko nao naishi kwa sababu ya yule ambaye alinifia. Kwa hivyo niko na maisha mawili. Kuna yule wa kitambo ambaye ni wa kujua mema, na ambaye alikula kutoka kwa mti wa kujua mema na mabaya. Lazima ukombolewe kutoka kwa hiyo. Lazima afe. Ndio huyo ambaye hahitaji msaada kutoka kwa mwili huo, hahitaji msaada kutoka kwangu. Lakini katika njia hii ingine, Bwana anahitaji msaada wako. Na hii itakuwa vipi? Kwa sababu wakati Yesu aliumba na akaumba Eve, kwa sababu haikuwa vyema kwa Adamu kuwa peke yake, na akamtengenezea msaidizi. Msaidizi yule ambaye angemsaidia. Kwa hivyo Bwana alihitaji binadamu aweze amsaidie Kristo ili aweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Bwana anahitaji msaada wako, lakini si kupitia mwili, lakini anahitaji nafsi ile ingine. Na hiyo ni nafsi gani? Ni wewe kuishi katika ufufuo, katika utu upya, ambaye atafanyika kama msaidizi. Kwa hivyo tunaona mambo hayo yanakuwa yanaeleweka, kwamba Bwana hahitaji msaada wangu wa mtu wa kale, bali anahitaji msaada kwa mtu ambaye anaishi katika ufufuo. Kwa hivyo Yesu anatumia kanisa kufanya kazi yake. Mnaelewa? Kwa hivyo kuelewa jinsi Yesu alifanyika binadamu, ama wale malaika watatu walikuwa katika joto la mchana,
Na tunaona hapa unasema joto la Sao Paulo ama jua la Sao Paulo halikai sana na rutuba hata Puerto kuna mahali ambapo kuna joto kweli. Unaweza fikiria kama hakungekuwa na hii njia ya kuleta kabaridi, hii mashine za kuleta kabaridi, kuwa na feni, tungetafuta kitu ya kutupulizia. Na wakati huo hao watu watatu walikuja kukiwa na joto la mchana, wakati kulikuwa na joto la juu, na walikuja wakiwa na mfano wa binadamu na kukiwa na jua. Na Yesu Kristo pia alikuja katika jua likiwa limechomoza, likiwa liko kali, katika mfano wa binadamu. Kwa hivyo Abrahamu alifanya nini? Alionuka kutoka mahali alikuwa, akawapatia nini? Na wamekuja wakiwa katika jua likiwa limewaka, alileta maji. Ilikuwa ni maji na ni nini unahitaji wakati kuko na jua kali? Ni maji na pahali ambapo kuna kivuli na maji ya kujitoa jasho na uweze kupumua ama kupumzika katika pahali ambapo hakuna jua. Sitaki kuonekana nikana natengeneza haya. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, ni mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo. Baadaye muendelee iwapo mmeingia utumwa wenu. Kwa hivyo wanakuja hapa karibu Emir. Hii ni njia ndefu, ndio atafutia chakula kidogo. Na anasema nini? Fanya jinsi ulivyosema. Kwa hivyo Abrahamu akaharakisha, akaingia katika imani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Kwa hivyo mikate ni nini? Unajua hiyo mikate inamaanisha nini? Hizi mikate ni nini? Hii sehemu 3 ya mikate vipimo 3 vya unga safi. Hii vipimo 3 vya unga safi. Kwa hivyo sehemu hii ni sehemu moja. Kuna sehemu 3 ya ngano. Moja ni ya kutengeneza chakula. Katika Waamuzi 6:19, Waamuzi 6:19 na Samueli wa kwanza 1:24. Hapo inasema kuhusu chakula ambacho kinatengenezwa pale. Kama wakati mambo haya yalikuwa yanafanyika, katika mstari wa 7,
Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Kwa hivyo tunaangalia sehemu tatu za unga inayoelezea kuhusu Yesu akiwa amefufuka katika hali ya binadamu. Yesu anaongea kuhusu mfano kwamba ufalme wa mbingu ni kama chachu ambayo mwanamke alichukua akaiweka katika unga. Kwa hivyo sehemu hizi tatu tunazilinganisha kama sehemu ambayo ni ya ufufuo wa Yesu Kristo, ambao ni utayarishaji wa Mungu. Kwa hivyo inamaanisha nini kuhusu unga safi ambao ulikuwa umewekwa chachu? Kwamba lazima unga huo usiagwe mara 7 na ndio ukue unga safi. Kwa hivyo wakati tunasema unga safi inamaanisha nini? Unga safi ni kuhusu uhalisi wa utu wa Yesu. Ni utu ambao umesafishwa, ambao uko safi, ambao umesafishwa kabisa. Ni kitu ambacho wakati huo unga kama huo ulikuwa ni unga ambao ni wa bei kali. Kwa hivyo ulikuwa ni unga ambao uko na thamani kubwa. Kwa hivyo Yesu ako wapi? Alikuwa mmoja wa ile chakula ambacho ni safi. Tuende katika Yohana 12. Nakumbuka katika Yohana 12:12-24. Yohana 12:24. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake. Kwa hivyo chembe ya ngano ni gani? Si ni ngano moja. Ni kama Yesu akiwa katika hali ya ubinadamu, lakini alipokufa akazikwa, ni ile kwamba ile ngano inapozikwa ni kwamba utu ama utu wa kibinadamu katika ngano ile ngozi ya juu ni ubinadamu, na ndani ile iko ndani ni uungu. Kwa hivyo Yesu kama ngano ni kaona ile ganda la juu lazima liingie kufa, ndio uungu ambao ulikuwa ndani uweze kujidhihirisha kama ufufuo wa Mungu. Kwa hivyo wakati anaashiria binadamu ama ubinadamu wa Yesu Kristo, ni wakati anaongea kuhusu chachu ya chakula, ni wakati utu unakamilishwa na Yesu Kristo, Bwana Yesu. Kwa hivyo binadamu ama katika utu wa kibinadamu tunakuwa na kujisikia, hatutaki kuongea na mtu yoyote, lakini tunafurahia kwamba tuko na utu wa Yesu Kristo ambapo tunaweza kutana na mtu yeyote. Kwa hivyo Yesu alikuwa na uweza wa kutupatia hayo, kwamba chakula kilicho safi. Wakati unakula neno na kucheua neno, unazidi kuwa na utu wa Yesu Kristo. Unakuwa mtu ambaye amesafishwa zaidi. Unaanza kutoa mambo mema,
na tunafurahia Yesu Bwana kwa juu ya haya, kwa sababu anatufanya kuwa unga safi. Mara tatu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alifufuka katika siku ya tatu. Kwa hivyo utatu inamaanisha ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo inaashiria ufufuo ya maisha ambayo tutakuwa nayo mahali hapa duniani. Kwa hivyo mkate tutatumia Luka 15 kuhusu mwana aliyepotea. Sijui kama vijana wanakumbuka hadithi hii ya mtoto ambaye alikuwa amepotea. Mwana mpotevu alipotoka nyumbani alikuwa anataka kuwa ametoka kutokana na ndugu yako, lakini alienda akateseka huko nje na ikabidi arudi nyumbani, na baba alimkumbatia na akamtengenezea sherehe. Na iko wapi? 15, Luka 15. Nitasoma kuanzia mstari wa 12 kwa sababu ya wakati. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamfike mtieni, na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa hivyo ndama alikuwa anauliwa kwa siku nzuri, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Kwa hivyo mwana aliporudi alitengeneza sherehe kubwa, na Abrahamu anafanya vile vile, kwamba anafanya sherehe kubwa kwa sababu anatambua ni Yesu Kristo. Katika waraka wa Petero 1:2. Petero wa kwanza 2:2. Petero wa kwanza 2:2 anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Yatamani maziwa ya akili yasiyogushiwa. Kwa hivyo vile vyote Abrahamu alitengeneza ilikuwa ni kwa sababu ya ukuaji wa uzima, ili aweze kufurahisha Bwana. Kwa hivyo vitu hivi vyote Abrahamu anavyovipeana vinaonyesha utajiri wa Yesu Kristo katika utu wake wa binadamu, ili aweze kufurahisha Mungu, ili aweze kufungua njia ya ushirika kati ya binadamu na Mungu. Na walipokula wakakuwa na furaha. Kwa hivyo kabla hata ya kuongea alitengeneza mahali pa kukula, kabla ya watu kuanza kuongea. Na Yesu ndio yeye ambaye anafurahisha Mungu na anafurahisha binadamu. Kwa hivyo tunapofika mahali hapa tukuji na mikono mitupu. Unakuja hapa, unaona vijana wakifanya uzama na unaleta chakula kwa Bwana. Unajua haya? Unatengeneza nyakati kwa nyakati za Bwana. Bwana nakuletea chakula kwa sababu ya kukufurahisha wewe. Unaamini haya?
Entendeu? Ndio maana Isso é muito importante, tá bom? mnafanya Muito bem. njia Então, za aí em nyimbo seguida, za vamos kivita, ndio continuar lá. Bwana aweze Em seguida, kufurahia a na Bwana promessa, anafurahia né, na de anafungua filho moyo a wake kwako. Sara, tá? Aqui foi pela primeira vez Katika Deus Mwanzo declara 18 que baada ya ahadi da Sara vai ter um filho. Vou dar ya mwana kwa Sara então aqui, ó. mara ya kwanza, Onde tá? No versículo 9. wakati Mungu Então eles anaongea perguntaram: kifasaha Sara, kwamba sua Sara mulher, onde está? atapata mtoto, Ele respondeu: está aí na tenda. mstari wa Disse um 9, deles: certamente voltarei wakamwambia, aqui daqui a ano, yu e wapi Sara Sara, sua mkeo? mulher, dará à luz. Akasema, yumo hemani. Sara o estava Akamwambia, esperando à porta. hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hivyo katika wakati huu mambo yalikuwa hayawezekani kupata mtoto. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo umecheka? Haikuwa rahisi kuamini, ilikuwa ni vigumu kuamini kwamba umezeeka na huwezi pata mtoto, na mtu anakuja na kuahidi kwamba utapata mtoto, kwamba utapata mtoto. Hiyo sasa itawezekana vipi kupata mtoto? Ilikuwa ni mambo ambayo hayawezekani. Unafikiria haya mambo ni mambo ambayo hayawezekani? Mimi ni Mungu Mwenyezi. Mimi ni Mungu Mwenyezi. Mimi sihitaji msaada wa binadamu. Mimi naweza fufua wafu. Naweza fanya nyumba ya ambaye ni tasa iweze kutengeneza mwana. Kwa hivyo baraka ambazo tumeona katika mwaka wa 24 ni nani alifanya? Haikuwa ni kwa sababu ya mapenzi yangu ama nguvu zangu, ilikuwa ni nguvu ya Roho ambayo inatenda kazi, inafanya miujiza hii. Na Wagalatia tunaambiwa, Wagalatia wajinga, mnataka kurudi hapo katika sheria ambapo mlianza na Roho, sasa mnataka kuingia katika uliamini kwa kupitia kwa Roho, kwa mwili ama kwa kusikiza kwa Roho? Ni kupitia kusikiza kwa imani ambao kunapata miujiza. Ni kupitia kwa kusikia kwa imani, si kwa sababu tuko na uweza. Hata si vijana ambao ni mashujaa wa Daudi ambao wako na uweza. Yote ni kupitia imani, hatuwezi kwa nguvu zetu. Kwa hivyo yote yanaanza kwa kusikiza kwa imani. Kwa hivyo tunafaa kusikia na kupokea neno, na neno linafanya kazi. Na linafanya kazi vipi? Kupitia kwa Roho, na Roho ako na uwezo wa kufanya. Tunapokea
habari za miujiza kwamba miujiza imekuwa ya kawaida na haikuwa ya kawaida, na miujiza ile tumekuwa tukipokea imekuwa ni miujiza. Na nani anapeana miujiza hii? Ni Roho. Lakini yote yanaanzia kwa kusikia kwa imani. Kwa hivyo tunafurahia Bwana kwamba kwa kweli miaka imepita bila kupata matokeo. Ni makanisa mengi yamekuwa hapo, lakini hayakuwa na mambo ambayo tunaweza jivunia. Ni kama Sara ambaye hangeweza kuzalisha, lakini sasa Bwana ametubariki. Ni kwa sababu tunaweza? Hapana. Ilikuwa ni nguvu kwangu. Ni Roho ambaye anayefanya kazi. Kwa tunafaa kufurahisha Kwa hivyo mambo yote inaanza kwa kusikiza kwa imani. Bwana Yesu. Warumi 4. Warumi 4:17. O Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você acredita que Deus é esse, nosso Deus é esse Deus dos impossíveis? Ele que ressuscita, né? Abraão creu, né, em quem? Em Deus que ressuscita. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Kama ilivyo naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo atakavyokuwa uzao wake. Naye asiye dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akamtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo alihesabiwa kwake kuwa ni haki. Kwa hivyo ni kuamini neno, na neno linafanya miujiza. Katika Waebrania 11. Waebrania 11. Kwa imani Sara alipokea nguvu. Kwa hivyo ni Mungu pekee yake anayeweza kupeana nguvu. Alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alihesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni, wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni, usioweza kuhesabika. Kwa hivyo ni kama nyota mbinguni na mchanga baharini. Kwa hivyo muujiza huo ulibadilisha hadithi yao. Kwa hivyo kuwa na uweza katika mwili, hawangeweza kupata mtoto. Alikuwa na uwezo, lakini hangeweza kupata mtoto kupitia Sara. Lakini Mungu anamuonyesha, hauna nguvu, wewe hauna nguvu, mimi ndio niko na nguvu. Mimi ndio mwenye nguvu zote. Kwa hivyo alikuwa anaweza kupatia Sara mtoto hata kama wakati wake ulikuwa umepita.
hata kama ilikuwa haiwezekani, Sodoma. Vamos seguir? na hata kama Porque não terminou ainda, tem muita coisa aqui. Como é que eu faço? Hein? ingawaje Abrahamu angeweza kupata watoto na njia zingine, lakini kwa kupitia Sara ilikuwa ni kutegemea Mungu. Quanto a, Na perdão, quanto a destruição de niko na mambo mengi ya kusema, lakini sijui nitafanya nini. Tendo-se levantado dali aqueles homens, Hapa olharam katika Sara, e Abraão tuingie katika ia Sodom, com samahani, eles para os katika mstari wa 16. que já estavam saindo. Abraão estava encaminhando. Kisha watu hao wakaondoka huko wakielekea nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Kwa hivyo watu hao wakuwa wanatembea na Abrahamu akakuwa anatembea nao, na walikuwa wanatazama Sodomu. Haya ni mambo ambayo tunafaa kuangalia tuweze kuelewa mambo haya. Perto de um pouquinho ao norte de Jerusalém, daqui aqui em cima. E Sodoma, Abrahamu alikuwa juu perto hapa do kwa Mar milima Morto. Quem já foi para kaskazini wa Yerusalemu, que ali fica na a Sodomu 400 metros abaixo do nível ilikuwa do mar. hapa chini E aqui no alto deve ter karibu na ziwa 800 lililokufa. metros de altitude. 800 menos 400 Ziwa lililokufa 1.200 metros de diferença. lilikuwa chini ya Então, bahari, os três homens juntamente com Abraão na foram até aqui. na Abrahamu alikuwa karibu mita 100 kutoka Os chini. homens olharam para Sodoma. Kwa hivyo watu hao watatu Abraão ia com eles para os encaminhar. walienda Olha só o kutazama versículo 17. chini pale, Disse o Senhor, ocultarei na a Abraão wanaangalia chini kwa Sodomu, na Abrahamu alikuwa pamoja nao. Abraão certamente Na mstari wa 17, Bwana akanena, nação, e nem je, serão nimfiche feitas Ibrahimu jambo nilifanyalo? porque eu Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. ordene a seus filhos e a sua casa Kwa maana dele, a fim de que nimemjua guardem o caminho do Senhor e pratiquem nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe o Senhor faça vir na sobre nyumba a yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, antes de eu entrar ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. assim como Abraão, Ili e você, ndugu, irmãos, nós temos kabla hatujafika katika sehemu zingine za 17, colocar no caminho ni wewe kama Abrahamu e os nossos netos. wa ndugu, tuko na Depende de você. E você wajibu tem que encaminhá-los ya bem. kuweka watu katika njia, ama watoto wetu na watoto wa ndugu zetu Frente, esses adolescentes, katika njia za Bwana, isso aí é milagre de Deus. na lazima tuwaelekeze vyema. Quem consegue fazer esse menino ficarem tanto tempo assim? Watoto hawa ambao ni vijana na wasichana, Quem consegue fazer ni isso? miujiza ya É ou não é Mungu, milagre? ni miujiza ya Mungu. Se não fosse esse milagre, irmão, não aguentariam sentar 5 minutos. Já pareciam ter. Nani anaweza kuwaweka wakiwa wameketi hivi kwa muda mrefu? Si hii ni muujiza? Querem levantar-se, irmão. Olha só a sede. Kama si muujiza, hawangekaa hata dakika 5. Estão anotando a palavra. Saa zingine wanaweza kuwa Esse é kwamba ni kama wako na misumari, wanataka tu kutembea, como gotas de kwamba wako na kiu ya neno, wanaandika neno kwa daftari zao. Hii ni miujiza, É Deus quem nos deu isso, sabe? Então, isso aqui, na Bwana alitupatia kama umande, você kama jeshi em qualquer ambalo litapigania ufalme wa Mungu. Ni Mungu alitupatia. estão fazendo tudo que podem, Hii haipatikani katika sehemu zingine. fazem Unaweza tafuta katika shows, fazem kanisa zingine, hautapata kitu kama hii. Wanajaribu jambo kama hili, para amar a palavra do Senhor como eles kuwashikilia vijana, não vão fazer isso. kuwapatia michezo, kuwapatia Criar diversão, video, uma coisa, criar, né? lakini kufurahia neno Né? Fazer um si churrasquinho, kitu ambacho wanaweza, wanashindwa kukifanya. de busca pela palavra de Deus, irmão. Kufanya watazame mahali pengine ni rahisi, Nem essa kuwatengenezea nyama choma, geração de jovens.
lakini kutengeneza wapende neno, hiyo ni muujiza. não se interessam pela palavra de Deus. O que a juventude cristão Hata hao kizazi kingine kwa vijana irmãos, é pelos shows gospel, wanapoteza vijana. shows, né, aquelas igrejas Vijana de preta, né, aquela coisa. Irmãos, katika nyakati mas se zetu interessar pela palavra. walikuwa wanaenda katika, Por isso, irmãos, é momento da gente perguntar, walikuwa wanatembelea sehemu zingine, lakini hawakuwa wanatamani neno, adolescente que a gente hawatamani sabe hata neno. não sabemos como fazer mais com eles. São todos Hii aborrecentes, ndio né, wakati eles sabem muhimu como wa é isso. kuuliza watu kama Mas, irmãos, wangetaka nós kuwa podemos wamishonari. um caso de adolescentes, né, e o Senhor Tuko tem na colocado mavijana ambao Deus hatujui tutawatumia tutawatumia vipi. apresentar para eles como solução. Vamos oferecer Tuko na esse nyumba ato pra eles, ya vijana tá? Vocês têm muitos jovens, muitos adolescentes. na Nós temos Mungu caso de ameleta adolescentes miujiza também, hii temos kwetu. certo, Kwa hivyo lazima para tuwaonyeshe que coloque eles no caminho kwamba certo. kuna Irmãos, GPC. isso é muito importante, porque eu escolhi para que Tuko na vijana ordene wengi, meus filhos e tuko a na sua nyumba casa za GPC. depois dele, Kwa hivyo waweke katika njia ambazo zinafaa. Hii ni muhimu sana, kwa sababu wamechagua. Kwamba vile Bwana ananena nasi, nani anaweza fanya hii kazi? Ni wakati wanakutana na neno, ndio tunaweza kuwaweka katika njia inayofaa. Ni neno la Bwana. Mstari wa 17. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Wandugu, wakati unatembea na Bwana ama unafanya kazi ya Bwana, wakati uko na ushirika na Bwana, unalala na Bwana, unaamka na Bwana, unasikiza neno, unafanya nyimbo za vita, kwamba uko na neno ama uko na ukaribu na Bwana, unapenda neno la Bwana. Hawa ni wale ambao kila wakati wako na neno. Neno linawafanya wakuwe na umoja, kuitanishwa na Mungu, na watu ambao wako karibu na wewe wakiona uko katika nyumba za vita na unazama katika neno, katika nyumba za vijana, wakati watu wanakuona, wanaona Mungu ako na wewe. Kwa hivyo ni vile wakati uko na ushuhuda wa maisha yako, wanaona Mungu ndani mwako, kwamba unatembea na Mungu, unakuwa nabii wa Mungu. Unaamini hii? Makopota kwa kweli wanafanya kazi katika mitaa, wanachukua neno kwa njia ya juu, na wanatafuta Mungu kwa njia ya hali ya juu sana. Na wanapotembea katika mitaa, wako katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na wakati wananena, ni Kristo mwenyewe ananena, kama vile anavyosema katika Amos, kwamba simba alinguruma, na wakati Mungu ananena, nani atanena? Mungu alikuwa anaongea na watu. Unaomba kuhusu sehemu moja ama mbili, unaona haiengani na maisha yake, kumbe huyo mtu anasema hiyo ndio mambo ambayo alikuwa anataka kusikia. Na wale ambao wamekuwa katika ushirika na Mungu wananena neno la Mwenyezi Mungu. Kama unakuishi katika ushirika na Mungu na unafungua mdomo wako, unakuwa nabii, unatabiri,
na watu wanaona kwamba uko na uwepo wa Mwenyezi Mungu ndani mwako, na hao watu hawawezi ficha kile Bwana anataka kufanya. Na katika Amosi 3:7 na 8 kwamba Bwana hatafanya bila kuwafunulia manabii wake. Na simba anapoguruma, na simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Na hapa unakuwa na ushirika na Mungu. Katika Matendo ya Mitume, wacha tusome Matendo ya Mitume 7:38. Wacha tusome mstari wa 39. Mtu huyo 38 nasema, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Musa alikuwa nabii ambaye alipokea maneno ya uzima ili ayapitishe kwa watu. Hii ndio njia ya manabii. Wanakuwa na nafasi na Mungu, nafasi kubwa na Mungu, na Mungu naye atafunua ni nini anachotaka kufanya. Na tunapoenda katika mitaa, unanena kulingana na kile Bwana amekunenea. Hiyo ndio kazi ya nabii. Ndio sote tuwe katika unabii mmoja, tukiwa karibu na ushirika, na kila siku tunatembea kama manabii. Kumbukumbu la Torati 18:18. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Kwa hivyo mwanabii aneni maneno yake mwenyewe. Bwana ataweka maneno yake katika kinywa chake, na huyu ako na uhuru ya kunena maneno ambayo ameamuriwa na Mungu. Hawezi nena maneno yake. Na anayapata kwa sababu ako karibu na maneno ya Mwenyezi Mungu. Nafasi yangu ama wakati wangu unaisha. Kwa hivyo Paulo, Wagalatia sura ya 1, kila kitu ambacho Paulo alinena ilikuwa kwanza amefunuliwa kwanza. Kwa hivyo kitu kama hajafunuliwa na Mungu hangekinena. Mstari wa 11, kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo kama Yesu hajafunua, usiinene, lakini kama Yesu ameifunua, inene. Sikupokea kutoka kwa binadamu, maana niliweza kuinena maana nimesikia habari ya katika Wakorintho 9, Wakorintho wa kwanza 9.
9:17. Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa uwakili. Paulo alipatiwa uwakili, aliaminiwa na uwakili wa kupeana utajiri wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu akona sehemu kubwa ya uwakili, na lazima kila mmoja wetu apewe uwakili huo na gawie watoto wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anapeana uwakili. Pokea neno ambalo unalolisikia wiki mzima unapolala na kuamka na Mungu, na upatiane kwa watu, kama ni kupitia kwa Kopotin, kupitia TCS, kupitia KMC, na neno hilo litaleta mabadiliko. Kwa hivyo Paulo atanena kuhusu utajiri wa Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka kuwaonyesha Bwana Yesu. Nataka kuonyesha ufunuo ama maono ambayo Paulo alikuwa nayo. Sitaisoma, lakini katika Ufunuo 6, wakati Yesu alipaa, Yohana alienda mbinguni na akaona yale ambayo aliona huko mbinguni. Na alafu inaandikwa kwamba vitu zingine hapa duniani baada ya Yesu kupaa, ambayo inapeanwa na wale waendeshaji farasi wanne, hao wenye farasi wanne, ambayo alikuwa anashinda baada ya kupaa kwa Yesu Kristo. Mambo yote ambayo alifanyika hapa duniani ilikuwa inaongozwa na yule mwenye farasi nyeupe. Farasi nyeupe ni nani? Yule farasi mweupe kwangu ni kuhubiri kwa Injili katika Mathayo, kwamba Injili itahubiriwa mpaka mwisho wa dunia, alafu mwisho utakuja. Kwa hivyo kuhubiri kwa Injili ndio inaleta hadithi ya utu ama ubinadamu. Hadithi katika Ufunuo 19, katika vita za Magedoni, tunaona farasi mweupe na mtu ambaye alikuwa ako juu ya farasi huyo. Na alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Mwaminifu na Kweli. Kwa hivyo alikuwa na jina la Mungu, ama ilikuwa ni neno la Mungu, na ufalme wake utakuwa unaongoza, atakuwa anaongoza vitu ambavyo zitakuwa zinafanyika hapa duniani. Sijui kama mnaelewa nani anakimbiza mambo haya. Wakati tuko na watendakazi wengi na wakopotas wengi ndio wanaharakisha, wakati tukiwa na makanisa ambayo yanakombolewa, farasi mweupe anakimbia na neno linaendelea kuhubiriwa kila mahali. Na hayo ni zaidi ya mambo ambayo yanaendelea kufanyika, yanafanya ufalme wa mbinguni. Alafu kuna kuja farasi mwekundu, na farasi huyo mwekundu anaashiria vita.
na tunaona katika dunia vita baada ya vita, na Mathayo 24 inatuonyesha kwamba kutakuwa na vita na fununu za vita. Alafu kuna farasi mweusi, na farasi mweusi anamaanisha nini? Anamaanisha njaa, na tunaona hata tunaona farasi ambaye ni anaashiria kifo, farasi wa rangi ya kijivujivu ambaye ataleta vita. Kutakuwa na vita na ataleta kifo. Kutakuwa na njaa, kutakuwa na vita na kutakuwa na njaa. Kwa hivyo ni nani ambaye anaanzisha mambo hayo? Ni habari ya ufalme, na wakati unazidi kueleza ama kueneza habari njema, unaharakisha kuja kwa mambo haya. Nilikuwa nanena pale Argentina na Paraguay kwamba lazima tufanye kazi kwa pamoja. Ama nilisema nini, Emir? Kwa hivyo makanisa lazima yafanye kazi kwa pamoja. Lazima tukue na kopota wengi. Yesu bado anazidi kufanya kazi. Tulikuwa na kongamano hapa ambapo kulikuwa na daraja ambalo lilikuwa linashikanisha Paraguay na Argentina, na tulikuwa pale kwa hiyo miji miwili, na tulitumia masaa 2.5. Ni kitu cha kufurahisha, ambapo Bwana anazidi kufanya mambo ambayo tunaona tukifanya. Na tulipokuwa kule Afrika ya Kusini, tuliona ndege zilikuwa zimesimamishwa kutoka Johannesburg. Hakukuwa na ndege za kutoka Sao Paulo kwenda Johannesburg, lakini wakati neno lilikuja na likanenwa pale, tukaona ndege zikaanza kwenda Brazil. Sasa tuko na ndege ambazo zinaenda kwa nyakati zake. Kwa hivyo wakati neno linatoka, tunaona vitu zikitendeka. Kwa hivyo kuanzia hapo tutaona mambo yakienda kwa kasi, na tunapozidi kuharakisha, na tunaona mambo ya nje pia yakiharakishwa. Kwa hivyo lazima mjitayarishe kwa mambo ambayo yanakuja. Wandugu, nitanena kwa haraka kuhusu neno, kwa sababu neno ni muhimu. Kwa nini Bwana alifunua kuhusu uharibifu wa Sodom kwa Gomora kwa Abrahamu? Kwa nini alifunua mambo haya? Kuna mtu anajua mahali hapa? Kwa nini? Kwa nini? Niko wapi? Mnaweza shikilia kwa masaa kidogo mengine. Mstari wa 20. Mwanzo 18:20. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma. Lakini Ibrahimu alikuwa akali, akasimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Kulingana na Abrahamu, Loti alikuwa ni mwenye haki, na alikuwa ana wasiwasi kuhusu Loti. Kwa nini Mungu alitembelea Abrahamu? Alitaka mtu ambaye ni mwenye haki aweze kumtetea. Wakati unatafuta Bwana na unaishi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu,
unakuwa mtu ambaye ako na nguvu ya kuombea watu wengine. Se você não tem contato com a palavra de Deus, você não vive em comunhão com Deus, mas se você Nguvu ya kuombea, ya uombezi na kutetea watu wengine ni nguvu kuu. Unapochukua nafasi ya mbele ya kumjua Mungu na kuwa karibu na Mungu, unaweza kujua siri hii. Siri ile tunaona pale alimtembelea Abrahamu, ndio Abrahamu aweze kutetea Loti. Na kulikuwa na 50 ambao unaweza kama uko na 40 unaweza maliza. Akasema siwezi. Na 30 na 10 unaweza maliza. Hata 10 hawangepatikana. Loti, bibi yake, ilikuwa Loti, bibi yake na watoto wawili, na wengine ambao walikuwa ni familia. Kwa hivyo ilikuwa ni watu kama 6. Kulingana na hadithi hii, Loti alikuwa anaonekana ni mwenye haki, lakini sidhani alikuwa. Kwa hivyo Abrahamu alianza kumtetea. Kwa nini nasoma hii? Kwa sababu ni muhimu. Abrahamu anapomtetea Loti, maisha ya Loti kulingana na uharibifu, Loti alikuwa na vitu vizuri vya dunia. Alikuwa na wakati wa kutembea na Abrahamu, lakini alichagua kwenda na njia zake. Na mwishowe yeye na watoto wake wawili hawakuwa na nyumba, walianza kuishi katika mahema. Ni mambo ambayo ni ya kusikitisha sana. Kwa hivyo Bwana alimwachanisha Loti na uzao wake, akalaani watoto hata ambao walikuwa na watoto wake wawili ambao ni Moabu na Amoni. Moabu na Amoni. Na Mungu alikuwa anajaribu kusema ni nani. Na mambo haya yote ni kulingana na Loti. Na Loti hakutaka kufuata Abrahamu, ambao walikuwa ni wana wengine wa Abrahamu. Rutu alikuwa Moabu. Rutu hawakutaka kuingia katika nyumba ya watu wa Mungu, na alikuwa na nafasi ingine. Alisema yeye haezi enda. Ruth alikataa kuenda na njia zake, alitaka kufuata. Alisema ataenda mahali ambapo Naomi atakuwa anaenda, watu wake watakuwa watu wangu. Na kwa sababu ya moyo wake aliweza kuokoa mambo ambayo Loti alikuwa amefanya, na akafanyika bibi wa Boazi, na akakuwa nyanya ya Daudi. Kwa hivyo Abrahamu ilibidi amtetee Loti ndio tuweze kupata Ruth ambaye alifanyika uzao wa Yesu Kristo. Hayo ndio nilikuwa nayo, mambo ambayo nilikuwa nataka kuwapatia, na muweze kutembea katika njia zake
na mpate kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Amen.